kitu ambacho kimekuwa ni cha faida kikubwa ambacho hata mimi nilifurahi ni pale alipowasisitiza viongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM kwamba kuwa waadilifu, kwa sababu uongozi hata hapo umeona hiyo quotation ya gazeti gani nafikiri umelisema hapo kwamba kuna wakati inabidi uwe mwadilifu. Macho ya Tanzania mkutano mkuu, okay, hii naona, lakini ukiangalia kwa nini ni unatakiwa uwe mwadilifu? Kwa sababu sisi wananchi ndio mabosi wa nchi hii. Kwa hiyo kama wananchi sisi ndio waajiri. Yani sisi ndio waajiri. Sisi ndio zote ilikuwa ijulikani kwamba sisi wananchi ndio tunawaajiri. Sasa huenda mtu ajui, kwa kama unanisikiliza, we are the bosses. Lakini haki ya kuwa boss halali haki ya kuwa boss halali kabisa ni lazima uwe na kadi ya mpiga kura. Yani kwa kama kuna kalevo kale ka kujiandikisha na nini ulidelay, hapo napoteza hiyo haki ya wewe kuwa boss wa kuchagua nani unayetaka kumwajiri. Sasa kama sisi ndio walipa kodi, sisi ndio tunawalipa hao tunaowaajiri, manake they have to respect us in each way. Lazima watuheshimu, si ndio bwana? Kwa sababu ukitujibu vibaya sisi tunakuangalia baada ya miaka 5 tukupi hiyo dhamana ambayo tumekupa, kwa sababu wengi tunao, si ndio? Na mfano mzuri ni sasa hivi tunaenda kwenye uchaguzi. Kwa miaka 5 hii hapa tunaenda kuchagua tena viongozi kwa ajili ya miaka 5 ambao watatuongoza ndani ya miaka 5. Unafikiri kipi kitaendelea kwa kiongozi ambaye alikuwa na mdharau bosi wake? Yaani mfano mzuri, chukulia hali umeajiriwa ofisi fulani alafu na mdharau aliyekuajiri. Ndio kinachoendelea sasa. Kwa Rais Samia alikumbuka hilo na kuwaonya, jamani. Kwa nini? Ina maana siku zote walikuwa hawajui kwamba jamani sisi wananchi ndio hivi. Au kuna baadhi ya viongozi hawajui kwamba wananchi sisi ndio mabosi. Yes, kuna watu wanajua pale tu. Au sisi wenyewe pia wananchi pia tujasanuka kwamba wewe mwananchi unajua kwamba wewe ndio bosi mwajiri kwa kuanzia rais na wote tunawaajiri, sisi ndio mabosi wao. Wewe mwananchi unajua kwamba hawa viongozi walioko madarakani sisi ndio mabosi wao. Yes, wewe mwananchi unajua. Hebu lete ujumbe hapa au weka na comment yako hapo 0755 096159 tuandikie. Ndio kuna wakati mwananchi anaweza akajua lakini akapuuzia. Yani wewe unajua wewe ni boss, unabidi uendeleze ofisi yako lakini ukapuuzia. Lakini kuna hao viongozi usiseme yale hawajui kama sisi ndio mabosi wao. Wanajua, ndio maana wanapokuja kutuomba kura wanakuja kwa unyenyekevu mkubwa sana, because wanajua sisi ndio mabosi wao. Ila wakishapata ile dhamana wanaota mapembe, sio, unaelewa? Wanajifanya wao sasa ndio mabosi wetu sisi, na kati sisi ndio mabosi wao. Guys, ya mambo yaendi hivyo. Tumekupa dhamana ya kutuongoza, endelea kuwa mnyenyekevu mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia fanya kazi yako kwa uadilifu ili sisi tukupe dhamana tena. Mimi sio mwajiri wako, naona mfanyakazi huyu kweli anafaa. Mfanyakazi huyu hafai. Kuna viongozi ambao tumewapa nafasi sisi. Hebu sikizaji tusaidie wewe uko uliko huko. Unaishi ni kiongozi gani huyo? Sio mnyenyekevu kwako. Kwenu wananchi unahisi ni kiongozi gani sio mnyenyekevu kwenu wananchi wakati nyinyi ndio mabosi? 0755 096159. Hebu niandikie hapo ujumbe tukamsikilize mheshimiwa rais. Hapa tumsikie mheshimiwa rais akiwataka viongozi kuwa wanyenyekevu kwa wananchi. Mheshimiwa rais lonje chikulichiza wote viongozi